Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako na nguvu zako. Asante Bwana katika kipindi hiki tena tunapokuja tena wakati mwingine ili kuweza kuyatazama maandiko matakatifu. Ninaomba Bwana neema yako iwe pamoja nasi. Tufundishe Bwana tukaweze kuyapata na kuyaelewa maneno haya ya wokovu. Naomba Roho wako mtakatifu atuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu tena ndugu mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki ambapo tutajifunza tena. Huko nyuma tumeona Biblia jinsi ilivyo thabiti. Biblia jinsi ambavyo ni ya uhakika. Na sasa kama ni ya uhakika, tunakuja sasa Biblia imeshinda katika historia. Somo letu litakuwa linasema Biblia imeshinda katika historia. Na tuanze sasa kwa kuangalia wana wa Israeli. Kwa kweli wamefanya dhambi, wamefanya maovu, wamekataa maonyo ya manabii, na sasa baada ya hiyo dhambi wakachukuliwa utumwani. Na walipochukuliwa utumwani kwa kweli walipelekwa Babeli, alafu wakapimwa. Walipofika kule kulikuwa na vijana 4 tunawafahamu katika Danieli 2. Wa vijana wale 4 walionekana kwamba wana akili sana. Ili kuweza kupima akili zao wale vijana basi waliweza kupimwa kutokana na chakula. Wengi huwa tunadharau kwamba mtu anaweza akala chakula chochote tu. Akala chakula chochote anachoweza. Lakini Babeli, yule mfalme wa Babeli yule, Nebukadneza, alikuwa anajua hiyo principle kwamba chakula kinapima ubora wa mtu. Kile mtu anachokula ndivyo alivyo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni kwa namna gani wale vijana walipofika kule walipimwa. Sasa ikatokea mfalme Nebukadneza, hapa naenda kwa ufupi kwa sababu somo letu liko sana kule nyuma, kule mwisho kule ndio litakuwepo sana. Kwa hiyo haya nitasimulia tu. Kwa hiyo ikatokea mfalme katika sura ya 2 ya Danieli, mfalme aliota ndoto. Akaota sanamu kubwa. Lakini baada ya kuota hiyo ndoto aliisahau. Na alipoisahau sasa ikatokea kwamba waganga, wachawi, wasihiri, wapiga bao, wale wanaoangalia nyota, ikabidi sasa waweze kuitwa ili kumtafasiria mfalme ile ndoto. Lakini kwa bahati mbaya mfalme aliwaambia, niambieni ile ndoto, alafu mniambie na ile tafasiri, kwa sababu ile ndoto mimi nimeisahau ile ndoto. Hapo ndipo wale waganga wakaanza kusema neno hili analolitaka mfalme halijawahi hata siku moja katika dunia, hajawahi kulitaka mtu hata siku moja. Na bahati nzuri mfalme Nebukadneza alikuwa ana akili za kiutawala, anajua. Akawaambia, nyinyi mnataka kuunda ujanja na udanganyifu. Na ndugu msikilizaji, nikwambie kwamba ujanja huu wa waganga sasa hivi ndio ambao unatajirisha waganga. Na unakuta waganga wa kienyeji mara nyingine wanaitwa, mara nyingine wapiga bao, mara nyingine wanaoangalia nyota. Unakuta wanafanya hayo mambo, haijalishi kwamba mtu amesoma namna gani, anaweza tu akadanganywa. Yaani akili ndogo ikawa inaongoza akili kubwa. Akili kubwa ikaongozwa na ile akili ndogo. Inawezekana kabisa. Kwa sababu ndivyo walivyokuwa nafanya. Mtu akiweza kuteka akili zako, anaweza akakuongoza vyovyote anavyotaka. Haijalishi uwe umesoma kiasi gani. Haijalishi uwe na elimu kiasi gani. Haijalishi uwe na utajiri kiasi gani. Kama akiingia katika akili yako, akaona mahitaji yako ni nini na unawaza nini, unatamani kufanya kitu gani, anaweza akakufanyia chochote anachotaka, na anaweza akakuchukulia vitu vyako, yani wewe hata bila kutaka. Lakini Nebukadneza yule mfalme wa Babeli
alijua hilo. Sasa siwezi kusema kwamba sasa alisahau makusudi, lakini inawezekana vile vile katika kusahau kwake inatokana vile vile na Mungu alitaka Mungu adhihirishwe Mungu, kwa sababu anayeweza kuangalia ndani ya moyo wa mwanadamu ni Mungu peke yake, ili watu waweze kuona kwamba Mungu ni Mungu na hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuingia katika moyo wa mwanadamu na kuweza kujua mwanadamu anachowaza isipokuwa Mungu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hiyo Danieli 2, kwa kweli walishindwa, na ndipo sasa ikatolewa amri kwamba wauawe wale wenye wachawi wale. Anasema kama hamtaniambia ile sanamu kwamba niliota nini, kwa sababu mimi nimeisahau, kwa kweli mtauawa. Na amri ikatolewa. Alioko yule mlinzi wa mfalme yule alipewa amri ya kwenda kuwaua wale waganga wale wachawi wale wanaojiita wenye hekima, kwa sababu wamesimama sehemu ya Mungu. Waganga mara nyingi huwa wanasimama sehemu ya Mungu badala ya Mungu. Wanaweza wakakuambia mambo ambayo ni badala ya Mungu. Sasa Alioko alipokuwa akienda kutangaza hiyo mbiu ya kuuawa hao wenye akili, ndipo Danieli akapata hiyo habari. Danieli akasema, hili jambo mbona limekuja kwa ghafla? Mbona hili jambo lina nguvu kiasi hiki? Lakini tukumbuke kwamba shetani vile vile ana mbinu. Inawezekana vile vile ilikuwa ni mbinu ya shetani ili aweze kumpata Danieli, kwa sababu Danieli vile vile alikuwa ameonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kuwa mtiifu kwa Mungu. Kwa hiyo shetani huwa hajalishi kupata hasara, hata kama watu wake wafe, lakini ndani yake afe na Danieli na wale watu 4, shetani hiyo hana hasara kwake. Lakini Danieli alichokifanya, alisema niingize mimi kwa mfalme. Hebu tuangalie Danieli 2 fungu la 14, tuanze pale fungu la 14. Danieli 2 fungu la 14, anasemaje Danieli katika habari hiyo? Danieli 2 fungu la 14 anasema, ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Alioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima. Alijibu akamwambia Alioko, akida wa walinzi kwa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Alioko akaanza kumsimulia mambo yote, akamwambia kwamba mfalme kasahau ile ndoto. Fungu la 16, Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda. Danieli akaingia, wala hakuingizwa na huyu Alioko. Utamwona Alioko jinsi alivyokuja baadaye kule mbele kutaka kujipendekeza kana kwamba yeye ndiye amemvumbua huyo Danieli. Lakini Danieli, sikiliza hiyo neno, akaingia kwa mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafasiri ile. Angalia jinsi ambavyo mwelekeo wa Danieli unavyoweza kuwa katika tafasiri ya ndoto, ukalinganisha na watu wanaotafasiri ndoto sasa hivi, watu wanavyoweza kuwadanganya watu. Fungu la 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari wenzake akina Hanania, akampasha habari Mishaeli na Azalia, wale wenzake wale waliotoka wote ambao walikuwa ni Waebrania hawa. Alipowapa habari ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri, hiyo ni siri, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wale wenye hekima wa Babeli. Angalia jinsi ambavyo Danieli anataka waokoke wao, lakini na wale wachawi waokolewe, wamuone Mungu. Mara nyingine miujiza ya Mungu inakuja ili kwamba watu wamuone Mungu,
Na matokeo yake siku hizi miujiza ikifanyika, watu wanataka wamuone yule mwanadamu ambaye Mungu amepitia kwake ili kuweza kuona hilo miujiza hiyo. Kwa hiyo Danieli alitaka wale waganga na wasihiri kwa kweli waweze kumuona Mungu. Fungu la 19 anasema ndipo Danieli alipofunuliwa ile siri baada ya kuomba siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli kwanza akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, na ahimidiwe Mungu na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati. Akamsifu Mungu, akamtukuza Mungu. Tofauti sasa hivi na waganga wa sasa hivi au na watabiri nyota, hata na manabii mara nyingine na wachungaji walioingia kwenye biashara, matokeo yake wanawadanganya watu, alafu wanajisifu, njoo kwenye kanisa langu mimi nitakuombea, njoo kwenye kikundi changu cha maombi mimi nitakufanyia hiki na kile, njoo hiki. Anayefanya mambo haya, anayefanya ni Mungu. Mungu ndiye anayefanya mambo haya, lakini sifa na shukurani na uweza unapelekwa kwa hawa wanadamu. Danieli hakukubali hilo, akalipeleka sifa akapeleka kwa Mungu. Basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa kuwa mfalme kuangamiza wenye hekima. Alipoenda wenye hekima wa Babeli, akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamuonyesha mfalme ile tafasiri. Ndipo Arioko, angalia jinsi Arioko sasa anavyojipendekeza. Hajui kama Danieli mara ya kwanza yeye aliingia mle na akanaonana na mfalme na akamwambia mfalme, nipe muda. Angalia Arioko anavyofanya. Na ndio siku hizi, ndio mambo ya siku hizi. Watu siku hizi wanataka kujipendekeza, wanajipendekeza kwa wafalme, kwa maraisi, ili kuonekana kwamba wao ni wa maana. Anasema ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, eti nimemuona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafasiri. Nimemuona, wakati mfalme alishamuona siku nyingi, lakini kwa vile ni mwanadamu basi anataka kujipendekeza. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belshaza, je, waweza kunitafasiria ile ndoto niliyoiona na tafasiri yake? Hebu tufike sehemu hii hapa, ndugu msikilizaji, ili uweze kuona Danieli alisemaje, alafu tuendelee na maelezo yetu. Basi Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyouliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia. Yaani hilo neno limetolewa tangu siku nyingi. Yaani ni udanganyifu tu. Ukikuta mtu anakudanganya, wenye hekima hawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini yupo Mungu wa mbinguni, yupo Mungu wa mbinguni afunuae siri. Afunuae siri. Yupo Mungu wa mbinguni afunuae siri. Naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Naomba hapo kidogo nitulie hapo. Yatakayokuwa siku za mwisho. Neno hili la kufunuliwa hii siri ya mambo ya siku za mwisho, kwa kweli ilitakiwa Waisraeli ambao walikuwa wamepewa jukumu la kuipeleka hii nuru, ya kuipeleka nuru kwa ulimwengu. Wao ndio walitakiwa wafunuliwe na waipeleke hii siri kwa Mungu. Lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kufanya hilo jukumu. Na hilo jukumu waliposhindwa kulifanya, Mungu alivyowaajabu, na yeye ambaye hana upendeleo akapeleka hiyo nafasi, fursa hiyo, mpaka kwa mfalme Nebukadneza aliyekuwa yeye ni mpagani, mwabudu miungu, yaani mwabudu sanamu. Akapeleka ndoto ile pale, yaani mpaka Danieli anashangaa ndoto ile inapelekwa kwa Nebukadneza ambaye yeye wala alikuwa haabudu Mungu wa mbinguni, huyu aliyeziumba mbingu na nchi. Alikuwa anasikia tu, lakini anapewa hii ndoto. Sasa anasema amejulishwa
mambo ya siku za mwisho. Hasa ndiyo kitu ambacho tunataka tujikite hapo, kwamba Nebukadneza anajulishwa mambo ya siku za mwisho. Je, wewe ndugu msikilizaji na ndugu unayesikia sauti hii, uko tayari kujua mambo ya siku za mwisho kama aliyojulishwa Nebukadneza? Uko tayari? Nebukadneza alijulishwa hayo yote, na kutoka kwenye Danieli unaweza ukajua ramani ya ulimwengu inaenda namna gani. Kwa kweli Nebukadneza alijulishwa ramani, ingawa katikati pale alitaka kuona wivu sasa, kwamba alifikiria yeye ndiye atatawala milele. Maana yake walikuwa na kila wakimwita waambia mfalme uishi milele, uishi milele. Lakini Danieli anapokuja kutafasiri ndoto hii, anamwambia kwa kweli, uliona sanamu ndefu kubwa ambayo kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, yaani mtu mkubwa pandikizi, ambayo kifua chake na mikono yake ilikuwa ya fedha, ambayo tumbo na mapaja yake yalikuwa ya shaba, ambayo miguu yake ilikuwa ya chuma, lakini kule mwishoni vidole vya miguu ilikuwa chuma imechanganyikana na udongo. Yaani chuma kimechanganyikana na udongo. Na katika hiyo chuma, katika nyayo kule, ile miguu kama kawaida ina vidole 10. Ina vidole 10. Na namba 10 ni namba ya ujumla wake, kwa ujumla wake. Kwa hiyo ulipoiangalia ile, ukaona mfalme katika ndoto yako, ukaona jiwe lililokatwa bila mikono ya mwanadamu, lililochongwa bila akili ya mwanadamu wala kazi ya mikono ya mwanadamu, likatoka mbinguni likapiga kule kwenye nyayo, lilipiga kule kwenye nyayo. Na matokeo yake, lilipopiga kwenye nyayo, ile sanamu yote iliporomoka, ikaporomoka ikawa vipande na ikapeperushwa. Yaani yale mabaki ya yale madini yakawa yanapeperuka kama jinsi mtu anavyopepeta ngano wakati wa hari, yakapeperuka, hayakuonekana kabisa. Lakini cha ajabu, Danieli anazidi kumwambia, cha ajabu lile jiwe ambalo lililoipiga ile sanamu likawa mlima mkubwa, na huo mlima mkubwa ukasambaa katika dunia yote. Sasa katika sehemu hii ambayo nataka niende kwa haraka, kwa kweli njozi hii au ndoto hii inaonyesha upande wa historia ya dunia kisiasa, kwamba kisiasa tangu wakati ule wa Nebukadneza Babeli mpaka mwisho wa dunia, kisiasa ulimwengu utakuwa namna gani. Ukitaka kuufuatilia, watu wa Mungu wanaweza wakajifunza kisiasa kwamba inaweza ikawa namna gani tangu wakati ule mpaka mwisho wa dunia. Na katika vidole, kwa haraka tu, sitaingia kwa undani sana, ufalme ulionekana kwamba ukienda sasa katika tafasiri zake, tafasiri ya hizi haya madini haya, utayaona kwamba kabisa haya madini kuanzia dhahabu, fedha, shaba, halafu chuma, kule udongo, kuanzia huko juu yanapungua thamani, kuonyesha kwamba kila ufalme ulivyoanza huko juu ulikuwa unapungua thamani yake. Dhahabu ina thamani zaidi kuliko fedha, fedha ina thamani zaidi kuliko shaba, shaba ina thamani zaidi kuliko chuma, chuma kina thamani zaidi kuliko chuma kilichochanganywa na udongo. Lakini cha ajabu, kuanzia chini kwenda juu ndipo nguvu inapopungua, au kuanzia juu kuja chini, uimara, toughness, ule uimara wa madini haya ndivyo yanavyokuwa magumu zaidi, kwa sababu chuma ni kigumu, kinaponda, kinaweza ikaponda shaba, shaba inaweza ikaponda fedha, fedha inaweza ikaponda dhahabu, lakini chuma kinaweza ikaponda haya yote. Angalia, kuanzia juu kuja chini, thamani inapungua, lakini kuanzia juu kuja chini, uimara unaongezeka.
Yaani pamoja na thamani inapungua kule chini, ila uimara unaongezeka. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba na ule mchanganyiko wa udongo na chuma, utaona kabisa kwamba ufalme ule ulikuwa umegawanyika, kwa sababu kule Ulaya kule au katika sehemu hiyo inaonyesha kabisa kwamba kulikuwa na mgawanyiko, vile vidole ni mgawanyiko. Na utaona fungu la 41, fungu la 41, hebu tusome katika fungu la 41, Danieli 2 fungu la 41. Anasema kwamba na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo na mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Tena udongo sio wa mfinyanzi, kwa sababu kwa Kiingereza huu udongo wa hapa ni ule mfinyanzi, unaitwa ni ile clay, lakini sasa ni wa matope. Yaani ukisikia kwamba neno linasema udongo wa matope ni mchafu, ina maana ni udongo mchafu. Tutaona tafasiri yake ilivyo vizuri. Yeremia, katika Yeremia 18 fungu la 1 mpaka la 6, anawaita wana wa Israeli kwamba nyinyi ni udongo, nyinyi ni udongo, na nimewaumba, nimewatoa katika udongo. Israeli wanaitwa udongo. Lakini sasa Israeli hapa walikuwa ni udongo ambao ulikuwa ni mzuri, ulikuwa ni udongo mzuri. Hapa tunaona udongo mzuri. Na kama Israeli ni udongo, Israeli tunafahamu ilikuwa ni kanisa wakati ule. Yaani ile kundi la Israeli, taifa la Israeli, wakati ule lilikuwa ni taifa, wakati ule lilikuwa ni kanisa, lilikuwa linaitwa watu wa Mungu. Kwa hiyo lilikuwa ni udongo wa mfinyanzi ambao ni mzuri. Lakini huu ni udongo wa matope, kuonyesha kwamba huu udongo kulikuwa na elementi ndani, viashiria ndani humo ya watu walioumbwa na Mungu, lakini sio wazuri, waasi. Hebu tusome kuhusu udongo, tusome tu neno moja katika Isaya 64. Isaya 64 fungu la 8. Isaya 64 fungu la 8 anasema kwamba, fungu la 8 anasema, lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Hawa ni wana wa Israeli wanasema kwamba sisi tu udongo, wewe ndio mfinyanzi wetu. Sasa unapoonekana udongo wa matope, inaonekana kule kwenye nyayo, wakati nyayo zimegawanyika katika sehemu 10, mle ndani kuna watu ambao kuna udongo, kuna element ya watu ambao ni waasi waliopotoka, umechanganyikana. Tutaona tafasiri yake huko mbele, kwa sababu Nebukadneza hakuonyesha tafasiri ya undani zaidi, lakini nataka nikwambie kwamba namba 10 ni namba inayoonyesha ujumla wake. Kwa hiyo jiwe lililokatwa pasipo mikono ya wanadamu ni ufalme wa Mungu utakaokuja na kuangamiza falme zote. Ndio maana nakupeleka mpaka kule mbele. Kwa nini ni ufalme? Hebu tusome katika Wakorinto. Unaposema jiwe kuu au mwamba, Wakorinto wa kwanza 10 fungu la 4. Wakorinto wa kwanza 10 fungu la 4 anasema kwamba 10 fungu la 4 anasema, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho. Huo mwamba ni nani? Huo mwamba uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo hata hili jiwe kumbe linatuonyesha kwamba tunapoona falme, kutoka falme wa dhahabu, wa fedha, wa shaba, wa chuma, alafu chuma na udongo, baadaye mwisho kutakuwa na ufalme wa Yesu Kristo. Huu mwamba tunaonyeshwa kabisa ni Yesu Kristo. Wakati fulani watu wanajaribu kutafasiri kwamba mwamba eti ni Petro, lakini mwamba ni Yesu Kristo. Ndio mwisho wa wakati, hapa ni mwisho wa wakati.
Kwa hiyo Danieli 2 inaonyesha upande wa historia kisiasa, ambapo kuna chuma pamoja na udongo, dunia dhaifu. Yaani chuma pamoja na udongo vimechanganyikana, ni dunia ya mwishoni, kule mwisho wa dunia itakuwa dhaifu kabla ya kurudi kwa Yesu. Udhaifu huo unaotajwa hapa una maana kadhaa kiunabii. Maana yake ya kwanza, udhaifu huo wa kisiasa na kiserikali, chuma kinaashiria nguvu ya kijeshi na mamlaka thabiti, halafu udongo unawakilisha udhaifu na kitu kisichoweza kushikamana. Halafu kwa hiyo falme za mwisho zitakuwa na umoja wa kisiasa ulio dhaifu. Mataifa yatakusanyika lakini hayatadumu na kushikamana. Watajadili kuhusu amani kwa mshikamano lakini hawataweza, kwa sababu imeonyeshwa kwamba ni mshikamano wa udongo ulio dhaifu. Watajiunda wao kuunda wakati ule sasa hivi sijui kuna G ngapi, kulikuwa na G55, kulikuwa na G10 sijui. Wakati ule, wakati anaonyeshwa Nebukadneza hapa, kuna G10 ilikuwepo, vidole vilionekana vidole 10, lakini ndani mwake kuna udongo. Lakini neno la pili linaloonyesha unabii linapoonyesha hii neno la mchanganyiko wa udongo na chuma, udhaifu wa kijamii. Mataifa mbalimbali, ukiyajua haya, tamaduni na makabila yataunganishwa pamoja kama ilivyotabiriwa. Watachanganyikana kwa mbegu ya kuoleana ya wanadamu, lakini hawataweza kushikamana. Neno la Mungu limesema, fungu la 43 limesema, Danieli 2 fungu la 43, Danieli 2 fungu la 43 anasemaje? Tulione hili fungu. Danieli 2 fungu la 43. Hebu angalia fungu la 43. Linasema kwamba, na kama ulivyokiona chuma kimechanganyikana udongo ama tope, kitajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisichoweza kushikamana na udongo. Kwa hiyo jamii haitaweza kushikamana. Mshikamano wake tutauona kwamba tunatakiwa kushikamana wapi, lakini kwa wao wenyewe hawataweza. Udhaifu wa kiroho je? Udhaifu wa kiroho, chuma kinaweza pia kufananishwa na mamlaka imara ya dunia, lakini udongo kama tulivyosoma kule mwanzo, ambao pia hutumika kwa mfano wa udongo wa mfinyanzi, uumbaji wa mwanadamu dhaifu unaonyesha kutokuwa na nguvu ya kiroho. Ni mpaka uwe na mategemezi, kutegemea kitu fulani kilicho nje. Ufalme wa mwisho wa dunia utakuwa umejaa dini za bandia, siasa na maunganisho ya kidini, ya kisiasa, lakini hautakuwa thabiti wala hautakuwa wa kweli kiroho, isipokuwa tu watakapokuwa wameshikamana katika Yesu Kristo kama jinsi alivyoahidi. Lakini kama watashikamana wao wenyewe kwa dini za aina mbalimbali na mambo mbalimbali ya kuleta amani, hawataweza. Lakini udhaifu wa muunganiko wa mataifa je? Na yenyewe inaonyesha kwamba watatafuta kuunganishwa kwa njia ya ndoa. Wafalme wameweza kuoleana, mtoto wa mfalme anaenda anaoa kwa mtoto wa mfalme, lakini hawatashikamana, hawataweza kushikamana, haiwezekani. Historia inathibitisha majaribio ya kuunda himaya moja ya dunia. Watu watatafuta kuunda himaya moja ya dunia, kama kwa Napoleon alijaribu lakini hakuweza. Hitler alijaribu lakini hakuweza. Hata sasa Umoja wa Mataifa umejaribu, lakini Umoja wa Mataifa unaferi. Umoja wa Ulaya unaferi. Utakuta nchi zingine za Ulaya zinasema sisi hatutaki. Kwa hiyo hapo kuna shida. Danieli alionyeshwa kwa kupitia ndoto ya Nebukadneza. Kwa hiyo haya yote aliyapata Nebukadneza, aliyapata yote, alionyeshwa. Lakini vile vile napenda nisisitize, udhaifu wa chuma na udongo ni udhaifu wa mshikamano wa mataifa ya siku za mwisho. Muungano wa siasa, nguvu za kijeshi na dini ambao hautadumu wala hautakuwa thabiti. Hii ni historia inayoelezwa katika kabla haijatokea, na yote yametimia kwa mpangilio wake. Tutaona kwamba huko mbele, tutaona hii tafasiri
ya dhahabu, tutaona tafasiri ya fedha, tutaona tafasiri ya shaba, ya chuma. Kwa hiyo pointi ya msisitizo, udhaifu wa chuma na udongo ni udhaifu wa mshikamano wa mataifa ya siku za mwisho, muungano wa siasa, nguvu za kijeshi, dini, ambao hautadumu wala hautakuwa thabiti. Hii historia ilielezwa hii historia kabla haijatokea, na yote yametimia kwa mpangilio wake. Huko mbele tutajaribu neno la Mungu litaonyesha kwamba ile dhahabu ilikuwa ni nini, fedha ilikuwa ni nini, shaba ilikuwa ni nini, chuma kilikuwa na nini, na chuma na udongo ilikuwa ni nini. Itaelezwa. Hakuelezwa Danieli hapa hakuelezwa, lakini huko mbele utaona kwamba Danieli alikuwa anahitaji msisitizo ili aweze kuelewa hiki kinachoelezwa, kwamba Nebukadneza amepewa mpangilio wa falme zitakazotawala huko katika siku za mbele, kuonyesha kwamba neno la Mungu ni thabiti, Biblia ni thabiti. Angalia, linaelezwa miaka kabla haijawahi kutokea. Anapewa njozi nyingine katika Danieli 7. Hapa anapewa wanyama wanne. Wanyama wanne anaonyeshwa katika ndoto akiwa huko Babeli. Aliona wanyama wakubwa wanne wakitoka baharini. Bahari katika unabii ni watu wengi. Bahari kwa sababu ni maji, yaani wanatoka katika watu wengi. Kwa hiyo falme hizi zilikuwa zinatoka katika watu wengi. Kwa hiyo alionyeshwa simba mwenye mabawa ya tai. Yaani tunajua tai jinsi alivyo imara, tunajua tai jinsi alivyo na nguvu. Ndivyo utawala huu wa Babeli, jinsi utawala wa simba ulivyokuwa. Tunajua tu mnyama mwingine aliyoonyeshwa ilikuwa ni dubu aliyoinuliwa upande. Yaani kulikuwa na upande mmoja mwingine mdhaifu, mwingine una nguvu. Tutaona dubu alikuwa anawakilisha nini. Alionyeshwa chui ana vichwa vinne. Alionyeshwa mnyama wa kutisha mwenye pembe 10. Sasa 10 inajirudia tena. Kule tuliona vidole 10. Hapa tunaona tena pembe ngapi? Pembe 10. Kwa hiyo huyu lakini ni mnyama wa kutisha. Kwa hiyo sasa tunaona tena katika mnyama huyo wa kutisha, inazuka tena pembe ndogo. Inazuka ndani ya pembe zile 10, inazuka pembe ndogo. Na alionyeshwa kabisa hizo pembe ndogo, hiyo pembe ndogo ilipozuka iliziangusha pembe 3, ikaziangusha. Kwa hiyo nguvu hii inaonyesha kwamba ni nguvu ya aina fulani. Kule tumeonyesha kwamba kulikuwa na utawala wa kiserikali lakini mchanganyiko. Hapa tunaonyeshwa vile kuna utawala wa pembe ndogo umechanganyikana na utawala wa mnyama, kwa sababu ile pembe ndogo iko juu ya yule mnyama. Tunaona ni kitu gani hiki, tutaona baadaye ni kitu gani. Lakini katika Danieli 7 tunaona mwisho wake kiti cha enzi cha Mungu kikawekwa, hukumu ya mbinguni na ufalme ulitolewa kwa Kristo. Sasa kwenye Danieli 7 inaeleza mambo yale ya Danieli 2, lakini kwa undani zaidi, na hasa kuhusu nguvu ya kidini. Hapa ni mambo ya kiroho, kwa sababu hapa ndani utaona kuna hukumu ya mwisho. Hapa ndani utaona ile pembe ndogo ile ilifanya makufuru, ilitukana, ilijiinua. Kwa hiyo njozi ya Danieli sura ya 2 inamalizika kwa maelezo ya lile jiwe lililochongwa bila mikono ya mwanadamu. Hili jiwe linaangusha sanamu yote: kichwa cha dhahabu, kifua, mikono ya fedha, tumbo, mapaja ya shaba, miguu ya chuma na udongo, na kuvunja vipande vipande. Kisha inakuwa mlima mkubwa ulioijaza dunia yote. Na maana yake sasa kule nyuma nilijaribu kusema, lakini hapa imesemwa sasa kwa tafasiri yake kwamba maana yake ni nini. Jiwe hili linawakilisha ufalme wa Mungu uliowekwa na Kristo. La pili, ufalme huu utakuja si kwa umetengenezwa na mwanadamu kama jinsi Wayahudi walivyokuwa wanategemea Yesu aje. Ndio maana jiwe lilitengenezwa pasipo mikono ya wanadamu.
halitatokana na juhudi au siasa za kibinadamu, bali ni kazi ya Mungu mwenyewe. 3, ufalme wa Mungu utavunja na kuangamiza falme zote za kibinadamu, mifumo ya dunia uliochanganyika kwa chuma na udongo. Lakini mwisho, ufalme huu utakuwepo milele na hautapewa watu wengine. Kwa hiyo lile jiwe litafanya kazi kuu mbili. Moja ni kuvunja falme zote za dunia, falme zote za dunia. 2 ni kuweka ufalme wa milele wa Mungu uliothabiti, usioweza kuondolewa. Mwandishi mmoja, Mama White, anaeleza kwamba lile jiwe pasipo mikono ya mwanadamu ni mfano wa Kristo na kurudi kwake mara ya pili. Hebu nikupe nukuu sasa na fafanuzi. Nukuu hizi zimetoka kwa waandishi mbalimbali. Jiwe ni Kristo mwenyewe. Jiwe lilichongwa bila mikono ya mwanadamu lililoangusha sanamu ni mfano wa Kristo. Yeye ndiye atakayeweka ufalme wa milele, si kwa kibinadamu. Lakini vile vile ufalme huu utakuwa ni wa milele na kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, ndio maana lilitoka mbinguni. Sasa ukiunganisha hiyo ambayo tumeiona kwenye Danieli 2, ukija kwenye hii ndoto tulioiona kwenye Danieli 7, ili tuweze kumalizia sasa. Danieli 7 nimekuonyesha jinsi ambavyo tawala zitakavyokuja, na tumefikia pale chini kuna pembe ndogo, na ndio maana nimeingizia kidogo kwenye huu ufalme wa Danieli 2 ili uunganishe na Danieli 7. Baada ya ile pembe ndogo, ikimaanisha nguvu. Hii nguvu inaonyesha ilikuwa ni nguvu ya kidini. Kwa nini ilikuwa ni nguvu ya kidini? Kwa sababu unaposema hii iliwatesa watakatifu, ilitamka maneno ya kumkufuru Mungu. Kumkufuru Mungu, hakuna kwenye Biblia serikali ambayo inaweza ikakufuru Mungu isipokuwa mtu anayejua dini. Ni mpaka ujue dini, ni mpaka ujue Mungu anasema nini. Ili uweze kukufuru, ni lazima ujue kwanza Mungu ni nani. Sasa serikali nyingi hazina habari na mambo hayo. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba hii pembe ndogo yumkini ilikuwa ni taasisi ya kidini, lakini ilikuwa imechanganyikana na kisiasa. Kwa hiyo iliinuka baada ya mgawanyiko wa vile vidole 10 kwenye ile sanamu, na hapa inagawanyika, inaonyesha katika pembe zile 10. Kwa hiyo ilitesa watakatifu kwa muda mrefu. Njozi inaonyesha mambo makuu yafuatayo. Tukienda kumalizia, Danieli ana hamu ya kujua maana ya mnyama yule wa 4. Ukiona Danieli 9 fungu la 19. Lakini Danieli vile vile ana hamu ya kujua pembe ndogo maana yake nini. Danieli sasa kwenye pembe ndogo ndio ningependa tufahamu, tusome hiyo ili tuweze kujua. Danieli anataka kujua maana ya pembe ndogo hii ni nini. Danieli 7 fungu la 20. 7 fungu la 20 anasema kwamba, na kwa habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, ile pembe nyingine ilizuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho. Angalia, ilikuwa na macho. Kwa hiyo ilikuwa na mfalme ambayo anaweza akaangalia na akatafakari na akaona, na ilikuwa na kanwa ni mdomo. Kwa hiyo ilikuwa inaweza kutamka, ilinena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Danieli anaambiwa maana ya hii fungu la 21. Nikatazama na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu. Ndio maana unaambiwa kwamba hii pembe inawezekana ilikuwa ni taasisi ya kidini. Tutaona huko mbele, tutapata hili fumbo tu. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia, watakatifu wakaumiliki ufalme. Ndio fungu la 23. Akasema hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni mnyama wa 4 juu ya dunia, atakayekuwa mbali na falme zile zingine zote,
nao atakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Mpaka sasa hivi hajamtaja. Fungu la 24, na kwa habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Ndio hii G10 tunaiona, kumbe ilionekana. Na mfalme na mwingine ataondoka badala ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atashusha wafalme watatu. Fungu la 25 kuonyesha kwamba hii ni taasisi ya kidini. Fungu la 25 anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, na tena naye atawadhoofisha watakatifu wake, naye aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Hili neno wakati, nyakati 2.5 wakati tutaliona tena huko mbele. Kwa hiyo hukumu, tunapoangalia neno hili kwamba katika Danieli 7 tunaona pembe ndogo inakuja, hukumu inawekwa. Sasa hukumu gani tena hii? Kitu ambacho watu huwa wafahamu. Kwa hiyo Danieli 7 fungu la 9, kwa ajili hii hukumu inaonyeshwa kwenye Danieli. Kumbe kuna hukumu kwa ajili ya watakatifu. Inaonyeshwa kwamba viti vya enzi viliwekwa na mzee wa siku akaketi kwa ajili ya watakatifu. Danieli 7 fungu la 9 mpaka la 10 na fungu la 22 imeonyesha wazi kwamba kulikuwa na hukumu, na hii hukumu ni kabla ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na hii hukumu itawekwa wakati pembe ndogo ikiwa duniani hapa, itakuwa ipo duniani hapa, hiyo pembe ndogo inaendelea, lakini hukumu itawekwa kwa ajili ya watakatifu, kwa ajili ya kuwaona wale watakatifu. Hebu nisome kidogo 7 fungu la 9, fungu la 7 mpaka fungu la 9 mpaka la 10. Anasema kwamba nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu za moto. Moto kama mto ukatoka ukapita mbele zake maelfu wakamtumikia, na 1000 mara 10,000 wakasimama mbele ya hukumu. Ikawekwa na vitabu vikafunuliwa, hukumu ikawekwa. Na tazama, wakati huo, sababu ya sauti ya yale maneno makuu yaliyosema ile pembe ndogo, huko tutaenda. Lakini hapa tunapoonyeshwa tu kwamba vitabu vikafunuliwa, na vitabu vinapofunuliwa hapa, hukumu ikawekwa. Hapa Yesu hajarudi, hapa pembe ndogo inaendelea, na hapa hii hukumu ni kwa ajili ya watakatifu. Sasa watakatifu walifikaje huko mbinguni? Kwa sababu Yesu hajarudi. Hii ina maana hukumu ya mbinguni inaanza ili kuwapima watu na kuwathibitishia ulimwengu na malimwengu haki ya Mungu na kuamua hatima ya pembe ile ndogo. Kwa hiyo unapoona kwamba hukumu iliwekwa, ni kwa ajili ya kudetermine, kuweza kuwaonyesha watakatifu Yesu akija watakaookolewa ni akina nani, waliomkiri Yesu Kristo ni nani. Hapa Yesu kule alipotoka hapa duniani, alienda mbinguni, akafikia sehemu katika hekalu la mbinguni, akafikia sehemu ambayo inayoitwa sehemu patakatifu. Sehemu hiyo ndipo anapopokea maombi ya watakatifu na kuweza kuangalia ni nani ambaye ametumia damu ya Yesu Kristo ili katika toba, ni nani amekuja kwa imani, nani anahitaji dhambi zake zifunikwe na damu ya Yesu Kristo. Alifikia sehemu hiyo, na alipofikia sehemu hiyo, sasa tutaona kabisa kwenye Danieli 7 inaongelea kwamba watakatifu hukumu yao itawekwa. Kwa hiyo Yesu atakapokuwa anatumia damu yake hapa anatumia damu yake hapa, ndio tunaona hukumu inawekwa. Ataanza na wale waliokufa, lakini atakuja na wale walio hai, na ndio maana inaitwa hukumu ya uchunguzi, wengine wanaita hukumu ya upelelezi, kwamba walio wake, ili sio kumthibitishia Mungu
Hii ni kuwathibitishia malimwengu ambao hawana uwezo wa kuingia katika mioyo ya wanadamu. Malimwengu hao ni akina nani? Tukumbuke kwamba Lucifer alipoasi aliacha malaika mbinguni, lakini vile vile aliasi na malaika hapa duniani. Kwa hiyo kuna mbinguni kuna malaika, hapa duniani kuna malaika walioasi, na vile vile kuna shetani aliyeasi. Bado anasema kwamba Mungu ana upendeleo. Sasa hukumu ile inawekwa ili kuwathibitishia malimwengu, yaani viumbe wengine wa mbinguni, kwamba Mungu ni wa haki. Kwa sababu hata hapa duniani imetokea watu inaonyesha kwamba Mungu vile vile kama sio wa haki. Lakini yule tuliyomfikiria kwamba ni mdhambi ambayo ulimuona hapa duniani, alafu kakuta Mungu amemkubali, wanadamu wataanza kujiuliza, huyu alifikafikaje? Ndipo hapo utakapofunuliwa vitabu. Ndio maana inasema vitabu vikafunguliwa. Kwa hiyo tutaona huko mbele kwamba hukumu itakuwaje. Wakati hukumu ya upelelezi inaendelea, mlango bado uko wazi. Bado watu wanaomba, maombi yanamfikia Yesu, na yeye bado ametoa nafasi. Ndiyo sehemu ambayo tutaona, je, huo ni wakati gani? Huko mbele tutaona. Yesu akitoka kwenye hukumu atavua lile joho lake la hukumu, na akivua atavaa joho la ufalme. Hapo ndipo atarudi. Kwenye Danieli 2 tumeona atakuja kama jiwe. Kule alionyesha kama jiwe lililokuja hapa duniani. Kwa hiyo hukumu ya pembe ndogo, nayo hukumu ya pembe ndogo imesema kwenye Danieli 7 fungu la 11 mpaka 12. Imesemwa na iliposemwa inaonyesha yule mnyama mkuu. Ule ni ufalme wa 4, akachomwa moto na nguvu za pembe ndogo zikaharibiwa. Danieli 7 inaonyesha. Hii inaonyesha mwisho wa nguvu hiyo ya kidini. Kwa hiyo nguvu ya kidini hiyo iliyo na pembe ndogo hiyo, iliyotukana watakatifu, iliyotesa watakatifu, itakomeshwa duniani hapa wakiwa wanadamu bado wanaishi, kabla ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini vile vile tunaona kabisa kwamba ufalme wakapewa watakatifu. Danieli 7 fungu la 13 mpaka 14. Aliona mwana wa Adamu Yesu Kristo akiletwa mbele ya Mungu na kupewa ufalme wa milele na milele usioangamizwa. Mwisho watakatifu wataurithi uzima wa milele. Danieli 7 fungu la 27 inasema wazi, lakini hukumu itaketi, nao wataondolea mbali mamlaka yake ili iharibiwe na kuangamizwa kabisa, na ufalme na mamlaka na ukuu na ufalme chini ya mbingu vyote watapewa watakatifu wake. Kwa ufupi, ninapoenda mwisho, baada ya mateso ya pembe ndogo, hukumu ya mbinguni itawekwa, na hukumu hiyo itakuwa ni kwa ajili ya watakatifu. Pembe ndogo itaangamizwa, kisha Yesu atapewa ufalme wa milele na milele, na huo ufalme atawakabidhi watakatifu, atashiriki pamoja nao wataurithi uzima wa milele na milele. Na hapo ndipo utakuwa mwisho. Sasa kadri tunavyoendelea tutaona ufafanuzi, zile falme zilikuwa ni nini, yaani hii pembe ndogo ilifanyaje. Kaa nami katika mfululizo wa masomo haya ili uweze kujifunza, kwa sababu ni muhimu, lazima tujifunze hii pembe ndogo, kwa sababu hii pembe ndogo iko wakati wa siku za mwisho. Je, sisi inatuhusu nini? Na kama inaweza kudhoofisha watakatifu, je, tunaweza tukafahamu kwamba kuna wakati fulani watakatifu watadhoofishwa, ili kwamba watakatifu waweze kuwa imara wakimtegemea Yesu, wajikite kwa Yesu ambaye ufalme wake utakuwepo milele na milele. Hii ni kuonyesha kwamba watakatifu hata kama wakiteswa na kuuawa, hawatauawa wakaisha, kwa sababu Yesu atakuja kusimika ufalme wa milele. Somo linalofuata utalisikia jinsi ambavyo watakatifu wake watakavyokuja kuurithi uzima wa milele. Mungu akubariki sana, tuonane tena katika kipindi kinachokuja katika jina la Yesu. Amina.